Hizi ni dalili za pressure. Ukiona dalili hizi, tambua kwamba hauna changamoto nyingine isipokuwa ni pressure, yani shinikizo la juu la damu, high blood pressure. Maana yake ni kwamba unahitaji kufanya vipimo uweze kuizingatia pressure yako kwa ukaribu sana, ili usiweze kupata madhara yanayotokana na shinikizo la juu la damu, yani pressure. Na watu wengi ambao wanapuuzia dalili za ugonjwa wa pressure huwa ndio wanapata madhara makubwa sana. Sasa naomba nisikilize dalili hizi ili uweze kujifunza na kuweza kuchukua hatua, usiweze kupata majanga yatokanayo na shinikizo la juu la damu. Dalili ya kwanza ni maumivu ya kichwa, hasa upande wa nyuma, yani upande wa nyuma wa kichwa kunakuwa kuna maumivu. Hii ni dalili kwamba inaashiria wewe una changamoto ya pressure. Lakini dalili ya pili ni kupata kizunguzungu. Kizunguzungu mara nyingi mtu akiwa na damu nyingi huwa anaweza pia kupata kizunguzungu, lakini ukiona unapata kizunguzungu alafu umepima mpaka damu iko katika kiwango cha kawaida kinachotakiwa, lakini bado kizunguzungu kinakusumbua, tambua kwamba hiyo ni changamoto ya pressure. Lakini dalili ya tatu ya pressure ni kupitia ile changamoto kwamba mapigo ya moyo yanaenda kasi au yanadunda kwa nguvu sana, basi ujue hiyo pia ni dalili ya changamoto ya pressure. Lakini dalili ya nne ni kupumua kwa shida kidogo, yani ule upumuaji wako, ile oksijeni inakosekana inavyotakiwa, basi ujue kwamba hii ni changamoto ya pressure. Kwa hiyo ukiona dalili hizi ambazo nimetaja, either zote au moja kati ya hizi, fuatilia afya yako kwa ukaribu sana, uweze kujua kwamba una changamoto gani ambayo inakukabili, na huenda kama ni pressure uweze kuidhibiti mapema, kwa sababu pressure ndio muuaji wa kimya kimya. Pressure huwa inasababisha vifo vya ghafla sana kwa watu wengi, either wakati wa tendo la ndoa kwa wanaume, either wakati mtu amelala usingizi anapata pressure. Pressure inaweza kusababisha kifo cha ghafla au mapigo ya moyo yanasimama ghafla. Kwa ukiwa na ugonjwa wa pressure, tambua kwamba una ugonjwa hatari sana.